lazima mhojiwe. Sio utaratibu wetu. Waheshimiwa wabunge, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa wasilisho hili ambalo pamoja na mambo mengine, lakini ameeleza kwa kirefu kazi ambazo zimefanyika katika bunge letu hili la 12, lakini pia bunge katika mkutano wake huu wa 19. Baada ya kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa wabunge, nami nizungumze nanyi kwa kifupi. Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya na kutuwezesha kushiriki katika shughuli za bunge letu tukufu kwa kipindi cha miaka 5. Na nikitaja hapa miaka 5, mnafahamu bunge hili la 12 limepata fursa ya kuongozwa na maspika wawili. Lilianza kuongozwa na spika wetu Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, asanteni sana. Kisha nikapata nafasi mimi ya kumpokea kijiti. Leo asanteni sana. Asanteni sana. Na leo ilikuwa apate fursa ya kuzungumza nanyi, lakini amesema kwa kuwa wewe utazungumza, basi utazungumza utakayosema ya bunge zima hili la 12. Mheshimiwa Ndugai, tunakushukuru sana kwa utumishi wako kwa bunge hili, kwa sehemu ambayo uliweza kuhudumu kwenye nafasi ya spika. Nawe tunakutakia kila laheri katika yaliyo mbele yako. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, katika safari hii wapo wenzetu ambao hawapo nasi tena, wametangulia mbele za haki. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awajalie pumziko la amani na sisi sote tuendelee kuilinda nchi yetu. Waheshimiwa wabunge, mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 2020 nilipata heshima ya kusimama mbele yenu kama naibu spika nikiwasilisha salamu zangu baada ya kuhitimishwa kwa mjadala wa bajeti kuu ya serikali wa mwaka 2020-2021. Leo hii nimejaliwa fursa nyingine adhimu kabisa kuzungumza nanyi nikiwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naendelea kutoa shukurani za dhati kabisa kwa heshima kubwa mlionipa ya kuwatumikia kama spika kwa takriban miaka 4. Waheshimiwa wabunge, tunaelekea mwisho wa kipindi cha uhai wa bunge la 12. Hiki ni kipindi cha kutazama nyuma na kutafakari mambo mengi tulioyatekeleza kwa pamoja kama bunge na kama wawakilishi wa wananchi katika majimbo yetu, katika mikoa yetu, kwa wale wa viti maalum. Katika kutafakari haya, naomba nianze kwa kutoa salamu maalum kabisa za shukrani za dhati kwa Chama cha Mapinduzi, hususan mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chini ya uongozi wake, chama chetu kiliridhia jina langu liwasilishwe kwa waheshimiwa wabunge ili lipigiwe kura, kufuatia kujiuzulu kwa aliyekuwa spika wa wakati huo ambaye nimetoka kumleta kwenu muda si mrefu, Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, mbunge wa Kongwa. Waheshimiwa wabunge, asanteni sana kwa imani kubwa mlionipa. Hakika katika kipindi hiki kimekuwa ni darasa muhimu kwangu katika kukuza ujuzi na maarifa ya kuliongoza bunge letu tukufu kwa weledi. Waheshimiwa wabunge, napenda pia kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
ambaye pia ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Kwa ujuzi wake, uzoefu wake na weledi wake, amekuwa ni mtu ambaye ni mwalimu bora, lakini pia amekuwa ni mtu wa msaada sana kwangu kama kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Katika kipindi chote hiki amenipa ushauri, amenipa pia maarifa, lakini pia amenipa msaada wa karibu katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa wabunge, ninamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa wabunge, pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Biteko amemwakilisha vizuri sana Mheshimiwa Waziri Mkuu katika majukumu yake na ameyafanya hayo kwa ufanisi kama msaidizi wa Waziri Mkuu hapa bungeni na hata nje ya bunge. Na kwa upande wetu sisi kama bunge ametusaidia sana katika utekelezaji wa majukumu yetu na yangu mimi pia kama spika kwa nafasi yake kama mbunge na pia kama sehemu ya viongozi. Aidha, nitumie pia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala, huyu ni mbunge wa Ilala lakini pia naibu spika. Amepewa sifa nyingi nanyi wabunge, lakini amepewa sifa nyingi na viongozi upande wa serikali na hata leo amepewa sifa nyingi na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sifa zote mimi kama mtu ambaye ni kiongozi wake zinamstahili. Ni mtu mwenye weledi, ni mtu mwenye ushirikiano mzuri, lakini pia ni mtu anayejishusha. Amefanya kazi nzuri. Mheshimiwa Zungu, ninakushukuru sana. Waheshimiwa wabunge, pia hapa wamepata nafasi ya kuzungumza nanyi wenye viti watatu wa bunge. Nao nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo wameifanya ya kunisaidia hapa mbele. Wakati mwingine ratiba zinakuwa ngumu sana kupanga na mtu anapigiwa simu muda huo ambao inabidi aingie hapa mbele, lakini wote wameonyesha utayari. Ninawashukuru sana kwa ushirikiano huu. Waheshimiwa wabunge, upo usemi wa lugha yetu adhimu ya Kiswahili usemao kidole kimoja hakivunji chawa. Inaweza kudhaniwa kwamba baada ya kupata fursa ya kuwa naibu spika kwa takriban miaka 6, ningekuwa nimekamilika kwa ujuzi wa kuliongoza bunge letu tukufu. Haikuwa hivyo. Nimeendelea kujifunza na kunufaika sana na weledi, uzoefu na maarifa kutoka kwenu ninyi wabunge wenzangu. Kwa hakika nisingeweza kufanya kazi zangu kwa ufanisi bila ushirikiano mkubwa nilioupata kutoka kwenu. Nilipata ushirikiano wenu kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja, ushirikiano wenu kama wajumbe wa kamati mbalimbali ambazo ninaziongoza, lakini ushirikiano wenu pale ambapo bunge lilitakiwa kufanya maamuzi. Ninawashukuru sana sana kwa namna mlivyofanya kazi vizuri. Lakini kwa wabunge wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala, mmekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba ushirikiano wenu kwangu kama spika unaleta ufanisi katika kutekeleza majukumu yetu ya pamoja kwa kuzingatia maslahi ya chama chetu na matarajio ya wananchi waliotukabidhi dhamana ya kuwatumikia kupitia bunge hili. Kupitia usimamizi wenu mahiri, tuliweza kuhakikisha kwamba tunaendelea kushikamana, lakini pia tunaendelea kufuatilia utekelezaji wa dira kuu ambayo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia napenda kutumia fursa hii kuwashukuru sana waheshimiwa wabunge ambao mnatoka vyama vingine vya siasa vyenye uwakilishi hapa bunge. Michango yenu mlioitoa, hoja mbadala mlizozitoa, lakini na ushauri mlioutoa umeongeza ubora wa mijadala yetu hapa bungeni. Tulitofautiana kwa hoja na hatimaye tukatoka na matokeo yaliyoonekana bora zaidi na yenye manufaa
kwa nchi yetu sisi sote. Kwa hakika, ada ya bunge letu ni kupingana kwa hoja na si kupigana. Ama unaweza sema ni kupingana bila kupigana. Waheshimiwa wabunge, kwa sehemu kubwa ya uhai wa bunge hili, shughuli zetu zimesikika na kuoneshwa mubashara na vyombo vya habari. Wananchi walipata nafasi ya kufuatilia kwa makini yaliyokuwa yakifanyika ndani ya bunge. Wapo walioweza kutoa maoni yao kupitia mitandao ya kijamii, na kwa njia hiyo walitusaidia kufahamu fikra zao na masuala ambayo walitamani yawekwe mbele kwenye ajenda za ya kutazama na kupitisha mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2021-2022 mpaka 2025-2026. Bajeti zote za serikali kwa kila mwaka zilipitishwa na bunge hili. Hatukupata changamoto ambayo bajeti ya serikali ilirejeshwa. Lakini waheshimiwa wabunge, mikataba, maazimio na itifaki takriban 16 za kimataifa zimeridhiwa na bunge hili la 12. Vile vile waheshimiwa wabunge, mmepata fursa ya kuuliza na kujibiwa maswali na serikali. Maswali ya kawaida yalikuwa 5,057. Waheshimiwa wabunge, mmefanya kazi kubwa ya kuwawakilisha wananchi kwa kadri walivyowatuma. Na haya ni yale maswali ya msingi. Maswali ya nyongeza yalikuwa 15,000. Waheshimiwa wabunge, kama mjuavyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu alipata nafasi pia ya kusikiliza maswali yenu na yeye kutoa majibu. Maswali yaliyoulizwa Mheshimiwa Waziri Mkuu katika bunge la 12 ni maswali 260. Sasa idadi hii ya maswali inaonesha namna ambavyo waheshimiwa wabunge mmejishughulisha na hoja za wananchi, mmezileta upande wa serikali na serikali imeweza kutoa majawabu kwa hoja hizo. Na yale ambayo yanahitaji majawabu ya muda mrefu, basi serikali imeweka kwenye mipango yake ili wananchi waweze kutatuliwa changamoto zao, ziweze kufanyiwa kazi hoja zao. Waheshimiwa wabunge, haya yote ni mchango muhimu katika kuimarisha demokrasia, uwajibikaji, lakini na maendeleo ya taifa letu. Lakini pia hoja binafsi 4 ambazo zililetwa na waheshimiwa wabunge zilijadiliwa na bunge hili. Waheshimiwa wabunge, mbali na kutekeleza majukumu ya kikatiba, bunge la 12 limepiga hatua kubwa katika kuimarisha mifumo ya usimamizi wa fedha za umma. Kupitia kamati zake za kudumu, limeongeza matumizi ya tehama katika shughuli za kibunge kama bunge mtandao, usambazaji wa nyaraka kidijitali na mambo kama hayo. Lakini pia limeboresha miundombinu na huduma kwa wabunge na watumishi wa bunge, na limeshiriki kikamilifu katika vyama na taasisi za kimataifa, ambapo baadhi yetu tumepata heshima ya kuwawakilisha huko nje, aidha kwa kuchaguliwa ama kwa kuteuliwa. Kwa hivyo tumepata nafasi nzuri ya kulitumikia taifa letu. Waheshimiwa wabunge, vile vile bunge limebuni matukio maalum kama vile bunge bonanza, bunge marathon, na vile vile ujenzi wa shule ya sekondari ya wavulana Kikombo, Dodoma. Waheshimiwa wabunge, bunge la 11 lilijenga shule ya wasichana huko Kikombo, na bunge hili la 12 linajenga shule ya wavulana huko Kikombo. Hatua hizi zimeongeza mshikamano, afya na mchango wa bunge katika maendeleo ya jamii. Kwa kusema haya, waheshimiwa wabunge, yasingewezekana bila mchango mkubwa, kujitolea sana kwa katibu wetu wa bunge ndugu Baraka Idelfos. Katibu wa bunge anaongoza kikosi cha watu wengi sana chini yake ambao wanamsaidia. Wanatusaidia kama makatibu kamati, kama wasaidizi kule kwenye kamati, lakini hata hapa ndani pia. Katibu wa bunge, tunakushukuru sana kwa ushirikiano wako kipindi chote ambacho wewe umekuja kuungana nasi katika bunge hili.
Na nikikushukuru wewe, pia natoa salamu hizi kwa niaba ya wabunge wote, kuwashukuru watumishi wote wa bunge kwa namna ambavyo mmeshirikiana nasi, mmetupa utaalamu, mmetupa uzoefu, lakini pia mmejitoa sana kuhakikisha kazi za bunge hazikwami. Wakati mwingine sisi wabunge hata tukisema pengine kwa sura fulani, lakini mmekuwa wavumilivu. Tunawashukuru sana watumishi wote wa bunge. Waheshimiwa wabunge, kama ilivyokuwa kwa bunge la 12 kwa upande wa uspika, lakini pia nitumie fursa hii kutambua mchango mkubwa katika bunge hili la 12 wa aliyekuwa katibu wa bunge Nenelwa Mwihambi. Na yeye alifanya kazi kubwa sana, alitusaidia sana, na sasa amepata fursa ya kulitumikia taifa sehemu nyingine. Waheshimiwa wabunge, kama nilivyosema hapo awali, tuko ukingoni mwa bunge la 12. Mwenyezi Mungu akitujalia, kesho tarehe 27 mwezi wa 6 2025, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atalihutubia bunge hili tukufu kabla ya kumaliza uhai wake. Sina shaka kwamba nyote mtakubaliana nami kwamba huu sasa ni wakati mwafaka wa kutambua na kupongeza kazi kubwa aliyoifanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa taifa letu. Asanteni sana. Asanteni sana. Na kwa kutambua kazi kubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameifanya, sitaweza kusema mambo yote aliyoyafanya katika kipindi hiki cha miaka 5, kwa maana ya kwa sababu tunazungumzia uhai wa bunge letu, lakini ninyi ni mashahidi na Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshatoa maelezo ya ziada kuhusu tuzo ambayo sisi wabunge katika historia ya nchi hii tulitambua mchango huo wa kipekee kabisa ambao ameutoa kwa taifa letu. Na kwa sababu sitaweza kuorodhesha mambo yote aliyoyafanya, lakini ni muhimu kuyataja baadhi ya mambo ambayo yalitufanya waheshimiwa wabunge tukampa tuzo Mheshimiwa Rais kwa niaba ya wananchi wa taifa hili. Waheshimiwa wabunge, mnafahamu kwamba reli ya SGR kutoka Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma ilishakamilika na tumekuwa tukitumia hiyo. Na sasa taarifa nzuri zipo kwamba sasa kutoka Dodoma mpaka Makutopora bado hatua chache tutafikia huko. Kwa hivyo hii ni sehemu tu ya hayo mambo. Lakini juzi hapa ametoka kuzindua daraja la Kigongo Busisi la Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Hayo yote yanaonyesha kwamba ilikuwa ni halali kabisa na ilikuwa ni sawa sawa kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumpa tuzo maalum Dr. Samia Suluhu Hassan. Bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere limekamilika. Ujenzi wa hospitali za rufaa za mikoa, waheshimiwa wabunge wengine hasa wa kanda ya Ziwa ametoka huko na amezindua hospitali. Lakini pia tumeona namna ambavyo juhudi zake hizi zimesababisha kupungua kwa vifo vya mama na mtoto, hata imepelekea kupewa tuzo ambayo imetolewa maelezo hapa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Amefanya kazi katika sekta nyingi, lakini kipekee sekta ya maji amemtua ndoo mama kichwani. Bado yako baadhi ya maeneo ambayo anaendelea kuyafanyia kazi, lakini lazima tutambue kwamba asilimia ya upatikanaji wa maji safi na salama imekuwa kubwa vijijini, lakini pia mijini. Waheshimiwa wabunge, haya yote aliyoyafanya Mheshimiwa Rais alikuwa akisaidiwa na wasaidizi wake wakuu wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hapa ndani tunao wasaidizi wake wakuu pia wawili. Yupo Mheshimiwa Kassim Majaliwa Waziri Mkuu,
Lakini pia yupo Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Waheshimiwa wabunge, pamoja na kwamba sisi sote ni mashahidi wa mambo makubwa yaliyofanyika katika sekta kadhaa. Tumeona mambo makubwa yakifanyika kwenye eneo la elimu, eneo la afya, eneo la ujenzi, eneo la madini, eneo la kilimo, mifugo, uvuvi, biashara na viwanda. Lakini sasa hili la nishati ni maalum kidogo, kwa sababu nishati, sisi kama wawakilishi wa wananchi tumeona umeme ukifika kule kwenye vijiji, tumeona umeme ukifika kwenye mitaa. Lakini sasa pia hili eneo la nishati, kuna hili ambalo limemletea Mheshimiwa Rais sifa kubwa sana, lakini na sisi kama taifa limetuletea sifa kubwa sana. Dr. Samia Suluhu Hassan ni kinara wa nishati safi ya kupikia. Waheshimiwa wabunge, sekta hizi zimetajwa kwa mifano tu. Ziko nyingi ambazo kwa sababu ya muda hatuwezi kuzitaja. Hapa tungeweza kueleza mambo ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, tungeeleza hapa hata siku nzima. Najaribu kuonyesha kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amelitendea haki taifa hili. Waheshimiwa wabunge, kwa kutaja sekta hizo na kazi kubwa iliyofanya, sasa nitumie fursa hii kuwashukuru sana waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri. Mmewatendea haki wabunge kwa kujibu maswali yao, lakini mmewatendea haki wabunge kwa kusikiliza hoja zao wakati wa michango, na mmewatendea haki wabunge kwa kufanyia kazi maoni walioyatoa ambayo yamesaidia serikali kupiga hatua katika nyanja mbalimbali. Waheshimiwa mawaziri, asanteni sana kwa nafasi hizo ambazo mmezitumikia vyema kabisa, kila mmoja kwenye sekta yake. Tunawashukuru kwa sababu utumishi mliokuwa mlikuwa mnaufanya kwetu sisi kama wabunge, lakini sisi kama wawakilishi wa wananchi. Na tumewaona huko mkienda ziara, mnakuja kwenye majimbo yetu. Tunawashukuru sana, asanteni sana. Na kwa kutambua kwamba liko tangazo la mmoja atakaye staafu, wengine sijapata taarifa kwamba nani anakusudia kustaafu, nitumie fursa hii kuwatakia kila laheri kule ambako mnaenda pia ninyi kugombea. Mwenyezi Mungu awatangulie na inshallah mfanye vizuri. Waheshimiwa wabunge, mnafahamu dhahiri wakitajwa mawaziri na naibu mawaziri, wako watendaji ambao wanafanya kazi nzuri chini yao kama wataalamu. Nitumie fursa hii kuwashukuru watendaji wote kwenye wizara zote kwa namna walivyotoa ushirikiano mkubwa kwa shughuli za bunge. Wakati mwingine maswali yanakuwa magumu sana, hoja zinakuwa za moto sana, lakini wamekuwa wavumilivu na wamekuwa wasikivu pia katika kuhakikisha tunapiga hatua, sisi kama wawakilishi wa wananchi, lakini sisi kama taifa. Tunawashukuru sana. Sasa tunafahamu katika hawa wataalamu wako wapanga mipango na wako watafuta fedha. Basi nitumie fursa hii kuwashukuru sana wapanga mipango na kuwatakia kila laheri katika mipango mnayoendelea kuipanga sasa, kwa sababu dira ya 2050 imeshafikishwa hapa bungeni. Tunaamini kwamba dira hii italipeleka taifa letu mbele, na wale waliokasimiwa kazi ya kupanga basi watupangie vizuri sana nchi yetu iweze kupiga hatua. Na kwa wale ambao wanayo kazi ya kutafuta fedha, basi nanyi tunawatakia heri huko. Kwa kweli tunamwomba Mungu aendelee kufungua milango, fedha ziendelee kuja nyingi ili mipango inayopangwa iweze kutekelezeka. Tunawashukuru sana sana, asanteni sana. Waheshimiwa wabunge, baada ya sote kukaa pamoja kama wabunge, tumejenga udugu na urafiki. Tumejihisi kama wanachama wa klabu moja, na kwa sababu Yanga wametoka kushinda jana, basi inawezekana kila mmoja akajisikia kama Yanga hivi. Lakini tathmini ya mara kwa mara inasema kwamba baada ya kila bunge kumaliza uhai wake, wanaofanikiwa kurejea katika bunge jipya ni kama 50% hivi. Hali hii yaweza kutupa unyonge.
tukajiona tunaagana baada ya kama vile mahafali hivi, kama ingekuwa shuleni. Lakini mimi nina matumaini makubwa kwamba wengi wetu tutarejea tena bungeni. Waheshimiwa wabunge, ninaamini tutarejea wengi, sio tu kwa matamanio binafsi, bali kwa kazi nzuri ambayo waheshimiwa wabunge mmeifanya, mkiisimamia na kuishauri serikali kwa uwezo, weledi na dhamira ya dhati kabisa. Mmetekeleza majukumu yenu kwa manufaa ya Watanzania wote, na Watanzania wameona, wapiga kura wameona, wananchi wameziona pia kazi zenu mkiwa hapa bungeni na mnapokuwa kule majimboni. Hivyo sina shaka kwamba wengi wetu tutarejea inshallah. Mheshimiwa wabunge, kwa kusema hayo, ninawatakia kila laheri. Kama ningekuwa na fursa, ningemtaja kila mmoja na kumtakia heri na jimbo lake, na kwa wale wa viti maalum kila mmoja na mkoa wake, na kwa wale wa viti maalum wanaopitia makundi mbalimbali ningewataja na wao, na ningesema pia kule wanakoenda kugombea. Lakini kwa ajili ya muda, waheshimiwa wabunge wote, ninawatakia kila laheri kule mnakoenda kugombea. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, kwa namna ya kipekee nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake shupavu na mahiri na wenye dira. Aidha, tunamshukuru pia baba yetu Mheshimiwa Hafidh Ameir kwa kuwa karibu na Mheshimiwa Rais wakati wote anapowatumikia Watanzania. Waheshimiwa wabunge, tunapoelekea kwenye mbio za uchaguzi, tunawaombea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia mgombea mwenza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Tunawaombea afya njema, nguvu na maarifa. Tunaahidi kuendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba wanapata ushindi mnono, ushindi wa heshima. Lakini sasa ushindi huu tutahakikisha wanashinda wao, lakini na chama chetu pia. Pia nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Isdori Mpango kwa utumishi wake uliotukuka kwa nchi yetu. Tunamtakia yeye na Mheshimiwa Mama Mboni Mpaye Mpango afya njema na maisha ya utulivu watakapofikia hatua ya kustaafu katika siku zijazo. Waheshimiwa wabunge, itakumbukwa kwamba kwa mara ya kwanza niliingia katika bunge hili tukufu kama mbunge wa kuteuliwa na aliyekuwa rais wa wakati huo Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Katika kipindi cha pili, wananchi wa Mbeya mjini walinipa heshima ya kuwa mbunge wao. Tulifanya jitihada za pamoja kuliendeleza jiji letu la Mbeya kwa nguvu zetu zote, tukiongozwa na kuungwa mkono na serikali yetu. Kwa nafasi yangu kama spika, sikuwa na uwezo wa kuiuliza serikali maswali ama kusimama kwenye kiti changu na kutoa mchango wa moja kwa moja. Badala yake nilitumia njia nyingine kufuatilia masuala yaliyokuwa yanawahusu watu wa Mbeya mjini. Na wizara zinazohusika, baada ya zile shukurani za awali, basi wazichukue na hapa. Ninawashukuru sana kwa namna mlivyolihudumia jimbo la Mbeya mjini. Asanteni sana. Leo hii ninafurahi kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imetekeleza kikamilifu ilani ya Chama cha Mapinduzi na ahadi ilizozitoa kwa jiji letu la Mbeya. Wakati wa ubunge wangu tumepata miradi kadhaa
na yenyewe siwezi kuitaja hapa kwa sababu pia hapa mbele sio kwamba ndio natakiwa nichangie nikiwa hapa, lakini iko miradi mikubwa ya kielelezo. Mniruhusu waheshimiwa wabunge wenzangu niitaje kwa kifupi. Upo mradi mkubwa wa maji wa Kiwira, mradi wa barabara wa njia 4 Mbeya mjini, lakini pia ujenzi wa hospitali ya wilaya Igawilo, umeme kwenye kata 18 za pembezoni. Waheshimiwa wabunge, yale tuliyoyasema Dr. Samia ameyafanya kwa nchi hii. Mbeya mjini hatujaachwa nyuma. Kwenye eneo la elimu tumepata shule mpya kabisa za msingi, shule mpya kabisa za sekondari, zahanati mpya kabisa, vituo vya afya vipya kabisa. Mambo mengi yamefanyika ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara za mitaa. Waheshimiwa wabunge, ninafurahi kwamba wana Mbeya tulisimama bega kwa bega katika kuchangia maendeleo ya jimbo letu na mkoa wa Mbeya kwa ujumla. Hakuna sekta iliyoachwa nyuma. Sisi wana Mbeya tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa maendeleo makubwa ambayo tumeyapata. Binafsi najivunia mshikamano wetu na kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Mbeya mjini kwa ushirikiano mzuri uliofanikisha azma yetu hii kutimia kwa pamoja. Waheshimiwa wabunge, mniruhusu kipekee kabisa kutambua mchango mkubwa ambao umetolewa na aliyekuwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya, John Nchimbi. Waheshimiwa wabunge, mkurugenzi huyu amefanya kazi kubwa, na ili mjue na mtaja maalumu kwa sababu maalumu ili watu wa TAMISEMI wanaweza kuja kujifunza Mbeya juu ya mambo makubwa yaliyofanyika. Sasa hivi Mbeya mjini hakuna hoja wala hatuendi serikali kuu kuomba matundu ya vyoo. Tatizo hilo limekwisha. Tulikuwa na shida, sasa imeisha. Vyoo 540 vimejengwa, vimekamilika. Hatuna hoja hiyo Mbeya mjini. Lakini uchakavu wa shule, hapa huwa nawasikia wabunge wakisema shule imechakaa, darasa limechakaa, limefanya kitu gani? Kule Mbeya mjini tulikuwa na madarasa zaidi ya 900 yaliyokuwa yanahitaji ukarabati. Lakini sasa madarasa 500 yameshakarabatiwa, bado 400. Na kwa kuyataja hayo ambayo bado 400, ninamkaribisha sana mkurugenzi ajaye wa Mbeya mjini ambaye ni ndugu Justice Laurent Kijaji. Tunamkaribisha ili aje aendeleze yale ambayo John Nchimbi alianza. Haya yasingewezekana bila ushirikiano mzuri na baraza la madiwani. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana madiwani wenzangu wa jiji la Mbeya kwa ushirikiano mzuri ambao wameutoa, na naamini na wao nawatakia kila laheri. Sasa waheshimiwa wabunge, baada ya shukurani hizi pia nitambue mchango mkubwa ambao umetolewa na kiongozi ambaye sasa amepandishwa cheo, na sisi wana Mbeya mjini tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpandisha DC Beno Malisa kuwa mkuu wa mkoa mpya wa Mbeya. Sasa kwa sababu sina uwezo wa kutaja kila mmoja aliyeshiriki katika maendeleo hayo, viongozi wote wa mkoa wa Mbeya wajue ninawashukuru, wakiongozwa na mkuu wa mkoa anayeondoka sasa Mbeya, ndugu Juma Homera. Waheshimiwa wabunge, sasa Mbeya kuna majimbo mawili. Jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini. Niwatoe hofu wana Mbeya, wana jimbo la Mbeya mjini. Wakati nikichaguliwa 2020 nilichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili moja la Mbeya mjini. Nitaendelea kutoa ushirikiano hata nitakapokuwa mbunge wa Uyole, nitaendelea kutoa ushirikiano kwa jimbo la Mbeya mjini. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa wabunge, sasa nitumie fursa hii kipekee kabisa kuishukuru familia yangu inayoongozwa na mume wangu Dr. James Andilile Mwenyekuru, lakini pia na watoto wetu. Asanteni sana.
Asanteni sana. Asanteni sana. Lakini pia na watoto wetu. Ninawashukuru pia wazazi wetu, ndugu zetu wote, marafiki kwa ushirikiano na upendo wao. Wakati wote wamesimama nasi katika safari hii ambayo sio rahisi sana. Waheshimiwa wabunge, sisi sote tutakiane heri na afya njema. Tuendeni tukaendeshe kampeni zetu kwa ari na kujiamini kwa sababu tumefanya kazi nzuri. Lakini pamoja na kwenda huko tukijiamini, tufuate yale maadili ambayo tunatakiwa kuwa nayo kama wabunge. Sasa nimesema kama wabunge kwa sababu sisi tulivyokuwa tunaapa kile kiapo tuliapa kuwa wabunge. Kwa hiyo umeshaitwa mheshimiwa, ukienda huko bado ukaendelee kujiheshimu. Waheshimiwa wabunge wale wa Chama cha Mapinduzi, basi tukakipiganie Chama cha Mapinduzi kwa moyo wa dhati. Wakati huo huo, nanyi pia ambao ni kundi la walio wachache, tunawatakia kila laheri, kila mmoja katika mlango anaoenda kupita ili aweze kurejea humu ndani tena. Waheshimiwa wabunge, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu atubariki sisi sote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Asanteni sana. Waheshimiwa wabunge, si utaratibu wetu wa kawaida, lakini leo tumewaandalia jambo zuri. Tunaamini mtafurahi. Sasa tuikaribishe kwaya yetu ituimbie wimbo, kisha tutaendelea na ratiba. Karibuni sana kwaya yetu ya bunge ituimbie wimbo. Sio wimbo wa taifa, waheshimiwa wabunge, sio wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa ni kesho. Huu ni wimbo maalum, ndio maana nimesema mmeandaliwa kitu kizuri. Nani kasema wa taifa? Sio wa taifa, wimbo maalum. Karibuni kwaya. Thank you.